Ndugu zangu wa Ibungu, niliyesimama mbele yenu, majina yangu ni Yusuf Rajabu Ali, ndiye katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Ndugu zangu, nitawatajia mambo matatu ambayo leo tunatoka kwa ujasiri kuja kuwaomba watu wa Ibungu mtuchagulie Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kura nyingi kuwa mgombea wa uraisi, mumchague Injinia Kasekenya kuwa mbunge wa jimbo la Ileje, lakini mumchague ndugu Ubatizo kuwa diwani wa kata ya Bupiga. Wakati diwani anazungumza hapa, alitaja kwamba hapa mnayo zahanati, si ndio? Lakini zahanati haijakamilika, si ndio? Tuna ilani hii ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Ukifungua ilani hii ukurasa wa 41 kwenye miradi ya maendeleo katika mkoa, mmeanzwa wilaya ya Ileje. Na ukiangalia namba 1 inataja pamoja na tuliyoyafanya ndani ya miaka mitano, tegemeeni ndani ya miaka hii mitano tunakwenda kujenga katika wilaya ya Ileje zahanati mpya 5, tunakwenda kukamilisha zahanati 10 na kukarabati zahanati nyingine 5 za vijiji. Piga makofi kwa sisi. Tunaamini kwa mpango huu wa ilani ambao tumeueleza humu, zahanati yenu inakwenda kupata majibu ndani ya muda mfupi, mkimchagua Songa, mkamchagua Kasekenya, mkamchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi kwa sisi. Lakini ndugu zangu, niwaambie kwenye ilani hii, manake ilani ni mkataba kati ya chama cha siasa na wananchi, kwamba mkituchagua tegemeeni tunaenda kuyafanya yaliyomo humu. Watu wa Ibungu mmetajwa ndani ya kitabu hiki kwenye namba 5, inawataja mtaingia kwenye mpango wa kutengenezewa barabara kilomita 23.45, barabara ambayo ni Ibungu kwenda Mabula, ndio itaendelea Magereza, Isongole, Kibaoni, Ezemwe, Msia, Ntembo, kilomita 23.45. Yote ni kazi ya Injinia Kasekenya. Piga makofi kwa Kasekenya. Lakini niwaambie wana Ibungu, tukiachana na hiyo afya, tukaacha na miundombinu ya barabara ambayo injinia atawaambia kawafanyia nini na nini mtegemee kufanyiwa miaka mitano, tukienda kwenye elimu, pamoja na serikali ya Chama cha Mapinduzi ndani ya miaka mitano kutoa elimu bila ada kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha 6, bado sera hii humu ndani imetajwa itaendelea kutekelezwa tena ndani ya miaka mitano. Piga makofi kwa sisi. Lakini humu chama kikaongeza kwamba miaka hii mitano, watu wa Ibungu tegemeeni miujiza. Chama chetu kinaenda kuanza kutoa chakula kwa wanafunzi mashuleni. Sisi oye! Kazi yako ni kumtafutia mwanafunzi daftari, uniformu, viatu. Ada analipiwa na serikali na chakula anapewa na serikali iliyo chini ya Chama cha Mapinduzi. Mwisho kabisa, kwenye sekta hii ya elimu, wilaya ya Ileje, mpango huu unawaonesha mnajengewa shule 5 mpya za msingi. Nyinyi mnakata 18. Ubatizo namjua vizuri,
Amezungumza hapa mwenezi wa wilaya kwamba ni mtu chuma, bendera ya nyundo. Naamini kwenye hizi shule 5 kama mtatoa kura nyingi za kishindo, ataenda kupambana shule moja ijengwe Bupigu. CCM oye! Lakini niwaambie, ili shule hiyo ijengwe mfanyaje? Niwape siri. Tarehe 29 nendeni mkapige kura nyingi, ili Comrade Ubatizo akienda halmashauri kuomba, jamani, naomba niongezewe shule ya msingi, anataja takwimu ya watu. Angalieni kata ya Bupigu, waliopiga kura walikuwa 8,000, si ndio? Kwa watu 8,000, hawa ni watu wazima, wana watoto zaidi ya 15,000, hawawezi kusoma kwenye shule tulionazo. Anajenga hoja, atasikilizwa. Lakini mkijitokeza watu 1,000, watamwambia mheshimiwa, kwa watu 1,000 tukuongezee shule. Inawezekana? Inawezekana eti? Haiwezekani, si ndio? Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi. Tarehe 29 tuwahamasishe ndugu zetu, wake zetu, watoto wetu. Lakini baada ya mkutano huu tutoke hapa tukatake kura, mtu kwa mtu, kitanda kwa kitanda, nyumba kwa nyumba, chumba kwa chumba. Tuhakikishe tarehe 29 hapa Ibungu kura zinatosha, zinajaa na nyingine zinamwagika.